Karibu tuzungumze michezo kwa kubwa zaidi. Tuko hapa na mikoa Kisugu kuyazungumza mengi ya kimichezo, lakini kubwa sasa hivi wapo kwenye mapumziko mafupi kwenye timu za taifa kuzipisha hapo, lakini mambo yanaendelea kwenye klabu yake. Mechi za rafiki chini ya kocha mpya Mitchell Pantev zimeanza. Mechi ya kwanza walishinda, mechi ya pili wamepoteza. Wanasema gongo 4-1. Tuko hapa na Kisugu kuzungumza mtazamo wake na nini hasa anakitazamia kwa hiki ambacho kinaendelea mikoa Kisugu. Habari za leo? Habari nzuri. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Salome, mwingi wa rehema, tumeamka salama. Na kikubwa tunamshukuru kwa kutujalia sisi afya njema, lakini pia kuambia baadhi ya wadau wa Tanzania kwa ujumla, pia ndugu yetu Lax yuko vizuri. Tayari ameshatoka hospitalini, jambo la kumwombea, bado anaendelea kurecover vizuri akiwa nyumbani. Lakini yote kwa yote tuseme alhamdulillah, kwa sababu Mungu ndo muweza kwa kila jambo ambalo anaamua kulipanga ndivyo huwa. Lakini leo Salome umesema baada ya mapumziko, lakini timu inaendelea na maandalizi, kwa sababu tunajua tarehe 19 tunakwenda kucheza katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini umesema kwa namna ambavyo najua nafsi yako wapi ulikuwa unataka kwenda. Ile mechi ya kwanza nimezunguka tu, lakini mechi ya pili kilichotaka kikubwa kupeleka pale ambapo Simba alipokwenda kucheza jana na Al Ahly, kwenda kupoteza zidi ya goli 4-1. Kwa hiyo mwalimu wetu Pantin amepata vitu viwili kwenye Simba. Kwanza amepata kitu cha kwanza, radha ya ushindi, lakini pili amekuja kupata machungu ya kufungwa katika mechi. Mimi naamini ni matokeo ambayo nasema yanawezekana katika kufungwa yakawa mabaya, lakini pia yakawa mazuri. Kwa namna gani? Moja, mwalimu anajua wapi sasa pa kuanzia. Na anajua nikikutana na timu ambayo nacheza kwa staili hii, nini ambacho mwalimu natakiwa ifanye. Na mwalimu anajua kwamba nina wachezaji wa aina gani, kwamba fulani ikikosekana timu yangu performance inakuaje, standard ya timu inakuaje. Kwa hiyo mechi ya jana mimi nafikiri imekwenda kutoa mwanga mzuri kwa mwalimu Paten kuona namna ambavyo anakwenda kuitengeneza timu yake. Yako mazuri jana aliyaona, lakini pia naamini kwamba yako mabaya ambayo mwalimu ameyaona. Yale mazuri ambayo mwalimu aliyaona atakwenda kwenye kiwanja cha mazoezi kuhakikisha anakuwa mazuri zaidi. Na yale mabaya ambayo mwalimu aliyaona anakwenda sasa kuyabadilisha kutoka kwenye ubaya kuelekea kwenye mazuri. Kuna msemo wa Kiswahili wanasema siku zote wache inyeshe tuone panapovuja. Kwa hiyo mwalimu angekuwa anapata matokeo ya kushinda, imani ya kwangu mimi Kisugu na imani ya Kizalamo, mwalimu angeamini sasa timu yangu iko sawa sawa, iko standard, imetulia. Lakini kwa matokeo ya jana, mwalimu anakwenda kumuongeza nguvu zaidi ya kwanza kupambana na kutengeneza timu yake, kuna namna ambavyo malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia. Kwa hiyo binafsi, matokeo ya jana hayajaniumiza. Yamenifurahisha kwenda kumtengenezea mwanga na njia ya mwalimu kwamba nini anatakiwa afanye juu ya timu yake. Jana Salome Simba imecheza. Lakini naweza nikakupa swali ukatembea dunia mzima, pengine ndani ya miezi miwili ndio kaja na majibu. First 11 jana Simba iliyoanza unajua? Sijaifuatilia. Unaamini kwamba maneno yangu goalkeeper wetu namba 2 Ayubu Yakubu Suleiman amesafiri na timu ya taifa? Unaamini hilo? Yes. Unaamini goalkeeper namba 1 wa Simba yuko kwenye injury hajapona? Pimpin Kamara. Unaamini hilo? Nani jana amecheza goalkeeper namba 1 wa Simba? Ama Hussein Abel. Mbona unasema ama? Kwa sababu ndo goalkeeper ambaye najua yuko pia hapo. Yes. Mechi ya kwanza tumepata matokeo, goalkeeper alianza, goalkeeper kijana wa Simba B. Okay. Mechi ya jana tunabaki kwenye kubahatisha kwamba nani alianza. Lakini kimsingi yote kwa yote nasema Simba ndio imepoteza jana goli 4 kwa ngapi? Kwa 1. Kwangu mimi ni foundation nzuri ya mwalimu, amejua wapi pa kuanzia. Tuje hapo kwenye huu mchezo wa kirafiki. Ni michezo miwili lakini ni timu moja. Maamuzi ya kocha Pantev ama meneja kuamua kuanza na timu kubwa kiasi hiki kwenye mchezo wake wa kwanza wa kiushindani wa kirafiki Al Hilali. Hii ina maana anajiamini kwa asilimia kubwa na kuna kitu zaidi anakihitaji, kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano wa kuchukua timu ndogo na akapata matokeo na ikaonekana kwamba timu imeshinda. Leo tunapozungumza Al Ahly Mdumani iko kwenye maandalizi kwenda kushiriki mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Leo Simba ipo katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Maana yake kwamba Al Ahly Mdumani wako kwenye maandalizi ya Champion League. Simba wako kwenye maandalizi ya Champion League. Kwa hiyo manager wetu Pantev kwenda kuamua kukutana na Al Ahly, mimi nafikiri ilikuwa jambo la busara. Kuna Al Hilali ilikuwa jambo la busara kwenda kuona namna ambavyo kwenye mashindano tunakwenda kukutana na timu za namna gani.
Leo hii kama unafikiria kwenda kucheza Uswatini, usifikirie mechi ya kirafiki uende kucheza na Mbagala Market. Kwa hiyo naamini kwamba plani za manager wetu zilikuwa nzuri zaidi na kilikuwa kipimo kizuri zaidi kwenda kukutana na mtu ambaye mnakwenda kucheza mashindano mamoja. Kwa hiyo kwangu ni jambo zuri, ni jambo jema, na naamini tumepata kipimo kilichokuwa kizuri. Kama niseme mwanzo, mwalimu ashajua wapi anzi. Mashabiki wengine ukitazama kwenye comment wanaanza kuingia wasiwasi kwamba hatua inayofuata ni ligi ya mabingwa barani Afrika kama umezungumza na Zingizini, afu huku wanashuhudia matokeo ya 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman ambao kweli ni timu bora inafahamika, licha ya kwamba hawako na Ibenge lakini bado wameonekana kuwa mwiba. Unazungumza nini na mashabiki wenye wasiwasi kwenye hili kuelekea michuano inayofuata? Kwanza niwapongeze kwa sababu wanakwenda kutimiliza majukumu yao ya kushabiki. Shabiki anachohitaji kitu kimoja tu kwenye timu yake, matokeo. Kwa hiyo inapokosekana matokeo, ana haki kama shabiki kuzungumza kile ambacho yeye anachokiona kinafanyaje, kinafaa katika mbele. Lakini pia katika hili waandishi wa habari mnatakiwa mchukue nafasi kubwa kutoa elimu kwa hawa mashabiki. Leo hii tunazungumza ni tarehe 13. Simba anacheza tarehe 19. Zimebakia siku 6 tu. Maana yake unapokwenda kushiriki haya mashindano, unaokwenda kucheza naye si amelala na kufuatilia kwa namna ambavyo plani na mbinu zako zilivyo. Maana yake kuna muda mwingine mwalimu anaweza kwenda kutumia falsafa ambayo ya kuzuga mapinzani wasiweze kumjua anapokwenda kukutana nao katika hayo mashindano, anakwenda kutumia falsafa gani. Kwa hiyo mnapokwenda kutoa elimu, mnakwenda kutusaidia sisi mashabiki kuona namna ambavyo timu inapokwenda kucheza mashindano makubwa, moja kwamba haiwezi kutumia nguvu nyingi, kwa sababu inapoweza kwenda kutumia nguvu nyingi inaweza ikatokea bahati mbaya mchezaji akapata angel ambaye unamtegemea kwenye first 11 katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni haki yao. Lakini kwa sababu wanazungumza hayo, kwa sababu waandishi wa habari amtoe elimu. Elimu ya aina gani Kisugu? Nimesema toeni elimu, kusudio la msingi nini maana ya mechi za kirafiki kwenye timu. Timu itacheza performance ya aina gani mechi ya kirafiki aliyakuwa zimebakia siku 5 mbele kucheza kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Maana yake Salome, mimi navyoongea mimi na wewe, inawezekana ile mazingizi sijui ile, sio? Inawezekana majasusi wake hapa wapo wanaifuatilia Simba. Sasa kuna muda mwingine chenga haipigwi tu kwenye pichi ya mita 100, hata nje ya pichi kuna muda mwingine unaweza kumpiga mtu chenga. Nje ya pichi. Mwaka mmoja Charles Boniface Mkwasa master wakati anaikochi Dar es Salaam Young Africans, walikwenda kucheza mechi Bulawayo. Alivyofika kule, wale wageni walikuja kuiangalia namna ambavyo plani yao Yanga wanakuja na plani gani. Charles Boniface Mkwasa master alichofanya siku ile, wachezaji wa Yanga mwanzo mwisho walicheza lede tu. Walicheza lede. Yes. Wanachukua mpira na pasiana juu kwa juu wanaruka tu. Yes. Wanaruka mwanzo mwisho mpaka mpira ukaisha. Wakati huo Dar es Salaam Young Africans amefungwa goli 2. Hiyo nazungumzia akina Ali Yusuf Tigana hiyo, akina James Tungaraza hiyo. Ismail Denlage wakati huo mwenyekiti wa FATA anayeongoza Dar es Salaam Young Africans. Kitambo hicho. Yanga wanakwenda wanapata matokeo. Dhamira ni yangu kumtaja Charles Boniface Mkwasa ili kuwapeleka watu kwenye elimu kwamba hizi timu zinapokwenda kucheza mashindano kwanza klabu bingwa, zikiwa karibu opponent unakwenda kukutana naye anafanya research kubwa kukujua mfumo ambao unakwenda kutumia kwenda kukutana nao. Usiamaki tu Simba kafungwa 4, ni kweli friendly mechi. Mimi naamini chini ya manager wetu Pantev takwenda kufanya vizuri. Kwenye hizi siku chache ambazo zimebaki kwa kocha ndo huwa anajua nini anakitaka kwenye timu, lakini wewe unadhani kuna namna nyingine wafanye kuongeza mechi nyingine ya kirafiki kuelekea mchezo ambao unafuata? Ni jukumu ambalo wanalo technical bench wao, kwa kile ambacho alichokikoach ndio ambacho wanaweza kuona
Kwa maana nahitaji mechi za kirafiki au sihitaji? Kwa hiyo mimi nafikiri ni swali zuri sana Salome umeniuliza. Lakini kwa kuniuliza mimi hilo swali na imani kwamba utakuwa umenionea. Kikubwa mtafute manager wa Simba Panchev anaweza kukujibu vizuri kuliko mimi. Yes. Sawa. Wapinzani wenu wameonekana kuchekelea hiki ambacho kimetokea na wameanza kuleta kama utani. Wanaita pira matatu. Ni kama limegonga mwamba, lakini wao pia walicheza mechi ya kirafiki na TRA. Zamani ilikuwa ni wanaita Tabora United. Sare ama suluhu ya bila kufungana ikahusika. Salome, focus ya mashabiki wa Simba sasa hivi ni kuisupport Simba. Focus ya mashabiki wa Simba ni kuiangalia Simba yao inafanya nini. Focus ya mashabiki wa Simba kujua namna ambavyo majukumu yetu ipi ya kuisaidia Simba Sports. Leo ukituambia Yanga amecheza na TRA. Kwanza mimi binafsi na wasupport sana TRA kuliko Dar es Salaam Africans. Kwa nini? Ni taasisi muhimu kwenye nchi yetu, inakusanya kodi. Inakusanya kodi. Na wewe ni Mtanzania. Binafsi mimi nawaheshimu sana TRA. Kwa sababu wanatekeleza majukumu yao ya kukusanya kodi. Nawaheshimu na tutaendelea kuwaheshimu, lakini inshallah tutakutana nao kwenye piti kwa kuchukua pointi 3. Mara kadhaa ulimzungumzia sana kocha wa Young Africans Ramon Folz ambaye alikuwa anatajwa kuondoka kwenye viunga vya Young Africans, na ukawa unasema kwa kiasi kikubwa kwamba unatamani kumuona akiendelea kusalia pale, na taarifa ambayo iko sasa hivi ni kwamba Young Africans wamefanya maamuzi ya kumbakisha Ramon Folz licha ya kelele nyingi zikizungumzwa, lakini final wameamua kumbakiza. Umejisikiaje kwanza kwenye hii taarifa? Kwanza nafikiri mnipongeze sana. Tukupongeze. Yes. Kwa kumpambania Ramon Folz. Yes. Hongera Kisugu. Kabla hujanipongeza, baada kunipongeza mimi. Kwa sababu mimi ndio management ya Yanga imenisikiliza kuliko ni mashabiki 3000 4000 wa Yanga walioimba pale CCM pale Mbeya. Kwa management ya Yanga wamemwona Kisugu ana busara na mtazamo mkubwa zaidi kuliko ni mashabiki 7000 8000 wa Yanga waliojaa pale Mbeya. Ramon Folz bado amekalia kutikavu. Bado? Amekalia kutikavu. Bado anaendelea kumpambania. Kwa sababu mkataba umeshaandaliwa wa kuvunja mkataba. Okay. Kibaya zaidi, kinachogombaniwa ni milioni 450 mwamba anataka zilipwe cash. Akaunti yake isome. Kwa shida maukoto. Yes. Hapo ndio pagumu. Kwa Young Africans walikuwa tayari kumwachia. Na kibaya zaidi, na mashaka zaidi, leo hii muda wowote technical bench la Yanga litakwenda kuvurugwa. Hizi taarifa nyeti sana Kisugu. Kwa hiyo mimi lazima niseme, nawapongeza management ya Yanga, lakini moja nawapongeza kwa sababu wamemsikia maoni ya Kisugu. Moja shabiki wa Young Africans Baraka Yanga anasema alikuwa anashangaa kuona baadhi ya watu wakiwemo wachambuzi eti wanamsifia kocha wao. Mnadhani imewaingiza kwenye mtego, lakini na wao wamewaweka kwenye mtego ule ule. Napenda sana kuzungumza na wanachama aidha wa Simba na Yanga kuliko kuzungumza na Baraka Yanga ambaye mimi nakuwa ni shabiki wa Yanga. Leo unakwenda kunitajia mtu ambaye focus yake Yanga imsaidie, alafu mimi ni mjadili, siwezi kwenda kumjadili. Tuzungumzie kauli yake kwamba kumsifia wewe Ramon Folz ni kama mlikuwa mnataka Yanga ingie kwenye mtego. Mimi mtu wa mpira, mtu wa football, na ndio maana uongozi wa management ya Yanga imenisikiliza, haikumfukuza. Wewe leo Salome mwandishi unakuwa na ushahidi upo. Pale Mbeya walikuwa wanaimba nini mashabiki wa Yanga? Mashabiki wa Yanga walikuwa wanasema nini? Hawamtaki nani? Uwanja mzima wanaimba hatumtaki, hatumtaki. Leo katika kundi lile la mashabiki wa Yanga zaidi ya 1500 wachukue waweke kulia, alafu mchukue Kisugu mweke kushoto. Uongozi wa Yanga wamemsikiliza nani? Nani umemsikiliza? Kauli ya Kisugu. Sasa leo Baraka anaongea nini? Kwanza mwambie akalipe kadi ya wanachama, inamshinda kulipa. Unazungumza mpira? Kwa hajalipa. Na ndio maana ameondolewa kwenye influencer. Taarifa mpya hii. Baraka ameondolewa. Mzee wa Maokoto ameondolewa. Yule captain ameondolewa. Kizinga. Tina ameondolewa. Yes. Hawabishi. Ukitoka hapa mpigie simu. Tina ameondolewa. Wanashindwa kulipa ada.
Kumbe kelele zote wanaaminisha watu walipe wao wenyewe walipe. Mambo yamekuwa mapya. Mwamba kala kichwa. Na wataliwa sana vichwa kwa sababu Mwamba alichokuwa anakitaka kimekamilika. Mwamba alikuwa anatafuta njia akapata, akafika ndio hitaji Zambaraka na Mana. Watu wamekula kichwa. Watu wamepiga kichwa. Kisugu, chochote cha kumalizia? Nashukuru sana na kuwapongeza sana mashabiki wa Simba. Bado wanaendeleza, wanaonyesha na moyo mkubwa juu ya timu yao. Tuendelee kuiunga mkono timu yetu. Mimi naamini tutakwenda kupata mafanikio. Mwisho niseme tu, aluto continua, mapambano yanaendelea. Asante mikoa. Asante sana. yupo.